Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan amekutana na kuzungumza na kaimu balozi wa Marekani nchini Andrew Lentz Ikulu ya Chamwino Dodoma. Miongoni mwa masuala waliojadili ni kukuza maeneo muhimu ya ushirikiano baina ya Tanzania na Marekani na kuthibitisha dhamira ya pamoja ya kuendeleza ushirikiano wa kisasa wenye manufaa kwa mataifa yote mawili. Kaimu balozi Lentz aliyeambatana na mshauri wa masuala ya kisiasa na uchumi wa ubalozi huo Bwana Andrew Howard alisisitiza nia ya Marekani kuimarisha mahusiano na ushirikiano katika masuala ya kiuchumi, kisiasa na kiusalama kati ya Tanzania na Marekani, akisisitiza kuwa dhamira ya Marekani ni kushirikiana na Tanzania kwa misingi ya ustawi wa pamoja, sio utegemezi wa misaada. Mazungumzo haya yalijikita katika kupitia hatua za majadiliano ya miradi mikubwa ya kimkakati inayohusisha Marekani nchini. Pande zote mbili zilikubaliana kumalizia mazungumzo ambayo yako katika hatua za mwisho, ikiwemo mradi wa LNG na mradi wa Tembo Nickel kabla ya kutiwa saini rasmi hivi karibuni, pamoja na mradi wa Mahenge Graphite ulioko katika hatua za maandalizi. Rais Samia alikaribisha na kuunga mkono dhamira ya Marekani ya kuthibitisha kuwa Tanzania inaendelea kukamilisha taratibu za uwekezaji zilizosalia. Kama taifa lisilofungamana na upande wowote, Tanzania iko wazi na tayari kushirikiana na washirika wake wanaoheshimu uhuru na kuthamini maono yetu ya usawi, alisema Rais Samia. Miradi hii ya kimkakati ina umuhimu mkubwa kwa taifa. Tumejidhatiti kuikamilisha ili kufungua ajira, kuimarisha uwekezaji na kuongeza ustawi kwa wananchi wetu. Rais Samia pia alibainisha kuwa zaidi ya kampuni 400 kutoka Marekani zinafanya kazi nchini, swala linaloashiria uwepo wa mazingira thabiti ya uwekezaji na uhusiano wa muda mrefu wa kiuchumi baina ya nchi hizi mbili. Hali na sekta za uwekezaji, mazungumzo yao pia aligusia maeneo mengine mapana ya ushirikiano, ikiwemo masuala ya utengamano wa kisiasa, usalama wa kikanda, mageuzi ya kiuchumi, ukuaji wa sekta binafsi, ushirikiano katika sekta ya afya na fursa za kubadilishana uzoefu kati ya wananchi wa Tanzania na Marekani. Kaimu balozi Lentz alimpongeza Rais Samia kwa dira ya taifa ya maendeleo mwaka 2050 na kueleza utayari wa serikali ya Marekani kuunga mkono utekelezaji wa dira hiyo pamoja na falsafa ya 4R inayolenga kuboresha misingi ya demokrasia na utawala bora. Kwa pamoja, nchi zote mbili zilikubaliana kuwa na mawasiliano thabiti, ushirikiano endelevu na utekelezaji wa wakati wa makubaliano yaliyosalia ni msingi muhimu wa kufungua fursa kamili za mahusiano ya Tanzania na Marekani. Mkutano huu ni hatua muhimu katika kufungua ukurasa mpya wa uhusiano kati ya Marekani na Tanzania. Dhamira iliyoonyeshwa na serikali mbili inaashiria mwanzo mpya wa uhusiano wa wazi unaochagizwa na sekta binafsi na unaolenga ustawi wa pamoja, kuheshimiana na ushirikiano wa kimkakati wa muda mrefu. Miradi mikubwa ya kimkakati ni pamoja na mradi wa gesi asilia wenye thamani inayokadiriwa kuwa ni dola za Kimarekani bilioni 42. Mradi mkubwa wa maendeleo ya gesi asilia unaohusisha kampuni za kimataifa za nishati wenye lengo la kuchochea matumizi ya rasilimali gesi katika ukanda wa Bahari Kuu. Kukamilika kwake kunatarajiwa kuongeza mapato ya nchi, kuzalisha maelfu ya ajira na kuifanya Tanzania kwa miongoni mwa wazalishaji wakubwa wa LNG duniani. Lakini pia mradi wa Tembo Nickel wenye thamani ya dola za Kimarekani milioni 942. Uwekezaji muhimu katika madini ya nickel yaliyopo Ngara, ambao ni madini muhimu katika utengenezaji wa betri za magari ya umeme. Mradi huu utachochea kasi ya uchumi wa viwanda, kuimarisha mnyororo wa thamani wa nishati safi duniani na kuongeza mapato ya Tanzania yatokanayo na mauzo ya nje. Lakini pia mradi mwingine ni mradi wa Mahenge Graphite wenye thamani ya dola za Kimarekani milioni 300. Mradi huu ni miongoni mwa miradi mikubwa zaidi ya uzalishaji wa madini ya graphite yenye ubora wa kiwango cha juu duniani kwa ajili ya kukuza sekta ya nishati jadidifu. Mradi huu utaiweka Tanzania katika nafasi ya mzalishaji mkuu wa madini haya.
Taarifa hii imetolewa na Shabani Kisu, naibu mkurugenzi wa mawasiliano ya Rais Ikulu hii leo Disemba 8 mwaka 2025. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Maendeleo ya sekta ya utalii na huduma za hoteli nchini. Parrot Hotel iliyopo Kaloleni katikati ya jiji la Arusha ni fahari ya Tanzania. Ina bwawa la kisasa la kuogelea na kupumzika kwa watu wa rika zote. Mapokezi yenye ubora. Hapa utapata kahawa safi na vinywaji baridi vya kila aina. Lifti za kisasa za kupeleka kwenye floor 13 zenye vyumba zaidi ya 100. Vyumba vya kulala vyenye mazingira salama na tulivu, vyenye joto la upendo na baridi ya starehe. Kumbi za mikutano zenye vifaa vya kisasa, mazungumzo ya kitaifa na kimataifa. Sehemu nadhifu ya chakula yenye kuleta hamu, vyakula vyenye viwango vya ubora wa afya. Baada ya uchovu wa kutwa nzima, kuna baa ya kipekee kwa jioni yako ya kukumbukwa. Karibu Parrot Hotel kuonja ladha mpya ya maisha.